على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa ya tafsiri ya Qur'an al-Karim tumekuwa tukiishi katika suratul A'la, sura yenye aya 19, na tayari tumefasiri aya 5 katika sura hii. Hivi sasa insha Allah Taala tutaendelea na aya 3 zilizokabili, aya nambari 6 na 7 na 8. Na kama kawaida, kwanza tunaanza tafsiri ya Kiswahili ya neno kwa neno, alafu tutaingia katika mufradati, yani kuyafasiri maneno magumu ya Qur'ani. Baada ya hapo tutaangalia al-maana al-jumali. Hizi aya 3 maana yake kimkusanyiko zinalenga wapi na katika maana gani? Na baada ya hapo tutaingia katika maana al-idahi, ambayo hiyo inakuwa ni maana ya tafsiri kubwa zaidi, kutambuliwa zaidi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra. Hizi ni aya 3 zimewekwa katika maudhui moja. Mwenyezi Mungu anamkhutubia mtume wake Muhammad baada ya kumpa amri kuwa alitakase jina la Mola wake, na hataweza kujua maana ya jina hilo, tafsiri iliyomo, ila kwa kusoma. Ndio maana aya ya mwanzo ikaja iqra, soma, bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Kwa maana hiyo huwezi kumtambua Mwenyezi Mungu, bali wala huwezi kuyatambua majina yake katika sifa alizonazo mpaka usome barabara tauhidi. Basi baada ya kumpa amri kuwa atakase jina lake, jina ambalo sifa zake ni kadha 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 kadha, kama tulivyoona katika sehemu hiyo ya mwanzo ya sura hii, sasa anamwambia sanuqri'uka, tutakusomea Muhammadi maneno haya matukufu ya Qur'an al-Karim, na tutakufundisha elimu mbalimbali, ijapokuwa wewe mwenyewe hujasoma na wala hujaandika kitu kabla ya hapo. Nasema katika aya nyingine, wala takhutuhu biyaminik idha lartaba almubtilun ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Hukuwa Muhammad ukisoma kabla ya maneno haya kitabu chochote kile, si msomaji. Wala takhutuhu biyaminik, na wala hukuyaandika haya kwa mkono wako. Idhan, laiti kama ungelikuwa na sifa mbili hizi za kwamba wewe umesoma na unajua kuandika, kwa hakika hapa kidogo ingeleta mushkili.
lartaba almubtiluna, wangelifanya shaka wenye kuharibu, wangelifanya shaka wanaotaka kubatilisha kwa maneno haya si ya Mwenyezi Mungu na wewe si mtume wa Mungu, wangefanya shaka kubwa kwamba huyu mtu kwa kuwa amekaa katika masala ya kusomeshwa, basi kazi ya kuhifadhi ni kitu rahisi, kazi ya kuandika ni kitu rahisi, haya mambo ameandika kayapanga na hivi andanganya watu tu. Lakini moja katika muujiza mkubwa wa Qur'ani ni kwamba sanuqri'uka, wewe si msomaji na hujui kuandika, na wala maneno haya haikupatikana kama mtume alikuwa akikariri kutwa kucha. Ni pale pale anapokuja Jibril, wakati ule mtume anakuwa na pupa ya kutaka kwamba labda yasimponyoke ile maneno, na pamoja na hayo akaambiwa la tuharrik bihi lisanaka, usitikise kwa hii Qur'ani ulimi wako, litaajala bihi, ili kuifanyia haraka hii Qur'ani kwamba labda isikuponyoke anapokusomea Jibril. Inna alaina, kuisanya na kuisoma wewe ukaifahamu, tukusomea. Fa idha qara'nahu, basi pale ambapo sisi tunaisoma Qur'ani hiyo kwa ulimi wa malaika wetu Jibril, fattabi' Qur'anahu, akishamaliza utafuata kisomo na wewe vile vile. Thumma inna alaina bayanahu, kisha ni sisi vile vile juu yetu kutoa bayana yake ya maana yake. Moja katika muujiza mkubwa kabisa wa Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu ni kule kupewa katika kinywa chake mtu ambaye hakujua kusoma wala kuandika, na Mola wake anamthibitishia sanuqri'uka, tutakusomea Muhammad maneno haya na tutakusomesha mambo mengi, wala tansa, basi hutosahau katu. Hii ni miujiza mikubwa kama Muhammad hakuna sahau kwake yeye kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa pale ambapo anasahau Mwenyezi Mungu ametaka kwa maksudi kuonyesha tu ubinadamu wa kiumbe chake. Wakati anasalisha huja ikatokezea baadhi ya aya za sura zikamkanganya kidogo mtume, akawa amepotea, anaingia kwenye sura nyingine kwa zile aya ambazo mutashabihati. Lakini lile jambo linafanywa kwa hikma maalum, kwa maslahi maalum ya umma, kwa kuhimizwa watu kitabu cha Mungu wakihifadhi, kwa kuwa Muhammadi aliye mbele yao anawasalisha ni kiumbe binadamu kama wao, anasahau kama anavyosahau wengine. Kwa hivyo inapewa hukumu pale katika swala kuna kitu kiitwacho tanbihi, kumnabihisha mwenye kuswali akiwa ni imamu. Unaisoma aya ya Qur'ani ambayo imempotea pale, mtume anasahaulishwa kwa makusudi, Mwenyezi Mungu anakuwa anamuondolea makusudi. Lakini si kama ndo imempotea, haimo kifuani mwake sura nzima au aya nzima au kutoka aya fulani mpaka aya fulani zimepotea, hicho kitu katu hakiwi kwa mtume. Amezipanga bwana mtume aya zote za Qur'ani, baada aya hii anasema weka aya fulani mbele yake, na ilhali ya kuwa sura hazikuwa zikija mfululizo mwanzo mpaka mwisho, inakuja aya mbalimbali tofauti, hii na hii na hii, mara sura hii, mara sura nyingine, mara sura nyingine, na mtume anasema kwamba hii itakuwa ni aya katika sura kadhaa kadhaa, iwekeni baada aya kadhaa kadhaa. Huo ni mpango rasmi kapanga mwenyewe kabla kutoka duniani. Na sura kuziweka kuanzia alhamdu kule sura al-Fatiha, na baada kuja al-Baqara, baada al-Imran, an-Nisa'i, ni mpango rasmi kwa upanga mwenyewe. Mtume kasema baada sura hii wekeni sura hii, baada hii wekeni hii, kabla kufa kwake. Na hiyo ni kwa amri ya Jibril na ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Muujiza mkubwa wa Qur'ani ni kwamba Muhammad anayesoma Qur'ani haisahau. Ingelikuwa mambo haya ameyafanya mtu ambaye kabobea, akapelekwa chuo kikuu, amesomeshwa madrasa mbalimbali, na anakaa kitako kikundi na watu, anadurusi, anaikariri mara kwa mara, hayo mambo yatakuwa si ajabu. Lakini ajabu kwa mtu ambaye hakusoma, ajabu kwa mtu ambaye hawezi hata kunote down kitu akaweka kidogo kama hii ni memory yangu, utajikumbusha aya kadhaa kadhaa, ina kitu kadhaa, hata mkono wake kuweka ukumbusho kidogo hivi, ni kwamba kwenye chemba yake ya moyo ndo panakusanywa kila kitu. Sanuqri'uka, tutakusomea Muhammadi maneno haya na elimu nyingine mbalimbali, fala tansa, basi sisi tunaweka ahadi kwamba wewe hutosahau. Illa, inawekwa istithna, anavusha Mwenyezi Mungu, sahau itakuwepo. Illa ma sha Allah, isipokuwa pale alipotaka Mwenyezi Mungu sahau.
na siyo sahau ya kuifuta kabisa kifuani, bali ni sahau ya kuonyesha ubinadamu alionao Muhammad, kama ilivyokuja katika aya nyingi za Qur'ani. Mojawapo, qul innama ana basharun mithlukum, Muhammad tangaza useme kwamba mimi ni binadamu kama nyinyi, nimezidi kwenu nyinyi mambo haya tu. Yuha ilayya, pamefunuliwa kwangu mimi. Annama ilahukum ilahu wahid, nikwambieni ya kwamba Mola wenu kumwabudia ni Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Hayo mambo nyinyi hamnayo, mimi ninayo. Nafunuliwa siri ya wahi, mimi hufunuliwa siri za wahi ambapo nyinyi hamfunguliwi. Hapo ndipo nilipozidi mimi. Lakini kuhusu binadamu sawa sawa, nimezaliwa mimi kutokana na baba na mama kama mnavyozaliwa nyinyi, na nimekaa tumboni mwa mama yangu kama mnavyokaa nyinyi, na nimekuwa na tabia kibinadamu kama mlizo nazo nyinyi. Naona njaa, nataka chakula, na baada ya kula napata haja ya kuondosha najisi katika mwili wangu, ndogo na kubwa. Na halafu na tabia ya kusinzia, na tabia ya kulala, tabia ya kusahau, tabia ya kuumwa kama mnavyoumwa nyinyi. Na moja kwa moja baadaye anapita katika njia za binadamu wote kuondoka duniani kwa kuonja mauti. Innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe Muhammad utakufa na wao pia watakufa. Thumma innakum ba'da dhalika 'inda rabbikum tahtasimun, kisha baada ya hapo tena mbele ya Mola wenu mtashtakiana. Kesi itakwenda mahakamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapa wewe binadamu Muhammad utapita kibinadamu kama wengine. Kwa hivyo illa ma sha Allahu, sahau yako ya ilmu hii, sahau yako maneno haya, ila pale alipopenda Mwenyezi Mungu usahau, ndipo utaposahau. Na sio sahau ya kujifuta kifuani, bali ni sahau ya kuonyesha ubinadamu. Innahu ya'lamu al-jahra, hakika yeye Mwenyezi Mungu anayejua yaliyodhahiri, yale mambo ambayo viumbe vyake wanayadhihirisha waziwazi. Mwenyezi Mungu anajua wama yakhfa, na yale ambayo yanafichikana kwa viumbe Mwenyezi Mungu anayajua, na yawe mbinguni ardhini anayajua. Sawa'un minkum man asarra alqawla, ni sawasawa miongoni mwenu aliyefanya siri neno, wa man jahara bihi, na yule ambaye kafanya dhahiri shahir, wa man huwa mustakhfin bil-laili, na yule ambaye aliyejificha ficha usiku, wasaribun bin-nahari, na hata aliyekwenda mchana. Kwa Mwenyezi Mungu ni sawa sawa. Kwa hivyo innahu ya'lamu al-jahra, yeye Mwenyezi Mungu anayejua dhahiri inayodhihirishwa na viumbe vyake, wama yakhfa, na anayejua iliyofichikana vile vile. Ndio maana pale atapotaka kukusahaulisha atakusahaulisha tu. Innahu ya'lamu al-jahra ma yakhfa. Na baada ya hapo wanuyassiruka, muujiza mwingine wa pili, na tutakufanyia wepesi Muhammad, lilyusra, kwa ajili ya kuyakabili mepesi. Tokea hapo hayo mambo ni mepesi, na sisi tutazidi kuifanya nyepesi. Wanuyassiruka, na tutakufanyia wepesi, lilyusra, kwenda kwenye jambo ambalo jepesi kabisa katika amri za Mwenyezi Mungu ya dini hii. Tokea hapo amri zenyewe nyepesi, na tutazidi kukufanyia wepesi. Mambo yote yatakuwa laini, unapita ukishinda tu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna hadha ad-din, inna ad-dina yusrun, hakika ya dini ni jambo jepesi. Walan yushadda ad-dinu, haitofanywa ngumu dini na mtu yoyote, illa ghalabahu, isipokuwa itamshinda yeye mwenyewe. Lakini chombo ni chepesi mno. Wanuyassiruka, na tutakufanyia wepesi, liliyusra, kwenda katika wepesi. Chombo ni chepesi kabisa. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka waielewe waumini dini hii, tena waitangaze, wawafahamishe wasiokuwa Waislamu kwamba hichi kitu jamani chepesi, njooni huko mliko nyinyi kuna mambo mazito. Mtume huyu ameletwa, wayadha'u anhum israhum wal aghlala, kuja kuwatulia watu mizigo yao na mapingu yao yaliyokuwa yamefungwa katika mambo ya dini, allati kanat alaihim, ambayo yalikuwa ni mzigo juu yao. Huko nyuma kama mtoto atakojoa kwenye nguo ya mtu najisi, yani basi hakukuwa na hukumu ya kuifua nguo au kuificha kwa maji, la, hukumu yake ilikuwa ni kuikata nguo ile, kwamba haifai tena kusaliwa na sio kuikosha.
Jambo hilo nadhani kwa wakati wa leo na mapambano anayopambana nayo binadamu ya ugumu wa maisha, iwe dini bado imebakia vile vile, wataionaje watu dini? Kwamba najisi ikiingia kwenye nguo haifai kusaliwa mpaka ikatwe. Atakata mtu nguo ngapi? Na umaskini alionao. Kwa hivyo amekuja Nabii Muhammad yadau anhum, kuja kuondosha na kuiweka chini israhum, mambo yao mazito zito yaliyotwikwa, wal aghlal, na mambo ya mapingu yaliokuwa magumu, allati kanat alaihim, ambayo ilikuwa juu yao. Bali hata mali ya ngawira katika umma wa Muhammad imepewa halali kuitumia watu. Kitu hicho kilikuwa hakifanyiki, hakiruhusiwi kwa watu wa nyuma, na ulikuwa mzigo mzito. Watu walikuwa kikhini, walikuwa wakibana watu mali ya ngawira. Nabii Muhammad anasema, urahisi niliokuja nao mimi, wa nuyasiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi katika jambo jepesi. Muhammad, dini hii nyepesi, hatuifanyia mtu ngumu ile tamshinda mwenyewe. Bwana Mtume anasema, utitu khamsan, nimepewa mimi mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo matano hayo hata mmoja kabla yangu mimi katika mitume wa nyuma. Nabii Isa hakuwa nayo, Nabii Musa hakuwa nayo, Nabii Suleiman hakuwa nayo, kila mmoja alikuwa hakupata kitu hicho. Peke yangu nimehusishwa katika mambo matano. Katika matano haya anasema, uhillat liyal ghanaim, imehalalishwa kwangu mimi mali ya ngawira. Na kabla mali ya ngawira, la manzo kabisa, nusurtu birru'bi, mimi nimenusuriwa na uoga kwanza. Hakuna uoga kwangu mimi. Na kama upo mathalan, ni upige mfano gani? Masira tashahrin, ni mwendo wa mwezi mzima. Mtu anapanda jumbo jet, anakwenda kwa mwezi mzima, chuma kinakwenda kwa mwezi mzima. Huko ndiko kama atafika safari yake baada ya mwezi mzima, basi huko ndiko ulikooga na mimi nilipo. Kwa ufupi, mtume alikuwa haogopi. Jambo la pili, ju'ilat liyal ardu masjidan, imefanywa kwangu mimi ardhi ni msikiti, wa turbatuha tahuran, na udongo wake ni chombo cha kujitahirishia, idha lam najidil maa, pindi itapokuwa hatukupata maji. Au daktari amemkataza mtu asitumie maji kwa jeraha alilonalo. Tena hata kama itafika miaka 10, mtu atatayamam kwa kuondosha hadathi kubwa ya janaba na hedhi kwa mwanamke na nifasi, ni kujipaka vumbi tu, na sio mchanga wenyewe. Anapunguza mchanga, vumbi kwenye uso na mikononi tu basi, sio kwenda kichwani wala miguuni. Na janaba imekuwa limeruhusiwa hapo. Tahara hiyo ni ya hukumu, anaweza mtu kuswali hata kwa miaka 10. Urahisi wa dini hii uko hivi. Na huko nyuma Mtume anasema hajapewa, lam yutahunna ahadun qabli, hajapewa yoyote kabla yangu mimi mambo haya. Urahisi mkubwa mno katika ibada. Tizama urahisi ulivyo, halafu mtu itamshinda na kwamba hakupata kuswali, na ile hali ya kuwa hata kama maji hakuna, basi vumbi itatosha kumfanya mtu afanye ibada. Hatakuwa na hoja yoyote kumjibu mtu kwa Mola wake, ya kuijibu kwa Mola wake kwamba yeye alishindwa kutekeleza ibada ya sala. Hatakuwa na kizingiti cha kupita, kwa sababu mambo yote mepesi kabisa. Ju'ilat liyal ardu masjidan, imefanywa kwangu mimi ardhi yote msikiti, ila mahala kama 7 hivi. Katika majaa ya taka haifai mtu kuswali. Katika machinjio ya wanyama panapochinjiwa haifai kuswali. Wanapokogeshwa wanyama haifai kuswali. Katika mazizi ya wanyama haifai kuswali. Katikati ya njia wanapita watu haifai kuswali. Juu ya paa la Kaaba vile vile haifai kuswali mahala kama humu. Lakini ardhi yote ni msikiti. Watu wa nyuma ilikuwa lazima wapate nyumba ya kufanyia ibada, lazima wapate kanisa, lazima wapate hekalu. Katika Uislamu popote unaweza kumwabudu Mola wako, popote pale, kwa kondeni au popote pale, njiani. Kama chombo ni chako mwenyewe, unasimamisha chombo chako, unaweka chini, unasimama, popote pale unaswali, na swala yako ni sahihi. Huu ni urahisi wa dini hii. Tokea hapo dini yenyewe nyepesi, na sisi wanu yasiruka, tutazidi kukufanyia wepesi, lil yusra, kwenda katika wepesi. Na mchanga wake, vumbi lake ni chombo cha kujitahirishia, wepesi huu.
Mtume anasema wa uhillat liyal ghanaim, na imehalalishwa kwangu mimi mali ya ngawira, kuitumia ni halali. Tunagawana na masahaba, tushakwenda vitani, vita vya jihadi baina ya waumini na makafir, tumewashinda maadui zetu, wameacha mali zao, tunachukua mali zile, ni halali, na tutagawana, tutumie, kila mmoja atumie huru anavyotaka mwenyewe. Ikiwa ni wanyama tutagawana, ikiwa ni dhahabu tutagawana, ikiwa fedha tutagawana, ikiwa vyakula tutagawana. Watu wa nyuma ilikuwa si halali kwao mali ya ngawira. Wakenda vitani, wakishinda vita, mali yote ya ngawira inakusanywa na inawekwa pahala penye uwanja uliokuwa mkubwa kabisa. Wananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, wanamuomba Mwenyezi Mungu akubali jihadi yao, isiyekuwa wafanya jambo ambalo wameharibu ndani yake. Basi kukubaliwa kwa jihadi yao ni kuja moto ukateketeza mali ile, ina maana kwamba aljihadu makbulun. Na kama hukuja moto, basi kulikuwa na khiana, bado kuna mtu kaficha mali ya ngawira, moto hauji kula mali ile, na ilikuwa hawaruhusiwi kuchukua mali ya ngawira. Dini ilikuwa ngumu sana wakati huo, na kama ingelikuwa mambo hayo mpaka siku hizi ndivyo yalivyo, basi mambo yangelishinda. Ni halali ya mali ya ngawira tu, na watu wakigombana mbele ya Mtume kuhusu ngawira, wakigombana mbele ya Mtume Mwenyezi Mungu kishagawa ngawira, basi kuna watu wanatia maneno ya kwamba ugawaji huu ugawiwa leo huu, wallahi ma udila fiha, haukufanyiwa uadilifu. Mbele ya Mtume anasema hivi hivi. Ugawaji gani? Imetumika discrimination hapa, mapendeleo, huyu kapewa hivi, huyu kapewa hivi. Mtume anahamaki, anakunja uso, anasema faman yaadilu. Mnaniambia hivyo nyie? Nani mwingine atafanya uadilifu? Idha lam yaadilillahu wa rasuluhu, madhali ya kufanya uadilifu Mwenyezi Mungu na mtume wake, nani mwingine atakuwa mwadilifu? Anahamaki Mtume. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya za Qur'ani kuwagombeza watu wasishughulikie kugombania hivi. Anawaambia wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi wa rasulahu fa inna lillahi khumsahu, tambueni kwamba ile mali ambayo mmepata ngawira ni ya Mwenyezi Mungu, sehemu yake ya 5. Igawiwe mafungu 5, halafu fungu moja katika 5 la Mwenyezi Mungu, msiguse hilo. Na hilo litakwenda kwa mtume wake na jamaa zake, mayatima, masikini, na hivi na hivi na hivi, msiguse. Akasema tena Mwenyezi Mungu ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikabin, kile ambacho Mwenyezi Mungu amekitoa hidayah kumpa mtume wake katika mali iliyopatikana vitani, katika vile vita ambavyo havikupiganwa, maadui wamekwenda mbio, wameacha mali, mkachukua kwa urahisi. Na kwambieni fama awjaftum alayhi min khailin wala rikabin, hamkuyahangaikia mali haya kwa farasi wala kwa kipando chochote kile, walakin Allah, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe, yusallitu rusulahu ala man yasha'u, humsalitisha akampa ushindi juu ya mtakaye katika waja wake. Kwa hivyo msigombanie kitu hicho. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, alichokupeni katika mali hiyo mjumbe wa Mwenyezi Mungu kichukueni ndo hicho hicho, ridhikeni. Wama nahakum anhu fantahu, na kile ambacho amekataza basi nyinyi komeni nacho, msikitaki. Huko nyuma ili kuonyesha uzito jambo hili, maana mali na binadamu hususan kenda kaichuma yeye, kasababisha kenda vitani, anarejea kilema jamaa yake mwingine kauawa, na yeye mwenyewe kaja hana mkono, jicho lake moja bovu, halafu mali ya ngawira ile pale naiona mali nyingi. Ilivyoelekea kwamba mali ile igawiwe, imliwaze, ende akajitibu, japokuwa jicho la kaure hatie la bandia angalau, japokuwa mguu mwingine wa bandia apate kuendea kidogo msikitini, lakini kakatazwa asitumie mali ya ngawira, na karejea na kilema vitani. Ilikuwa ni gumu jambo hilo. Basi litokezea katika wakati mmoja, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia, anasema kenda vitani Mtume miongoni mwa wajumbe wa Mwenyezi Mungu waliopita nyuma, akashinda katika vita vya jihadi, mali ya ngawira kapatikana nyingi sana. Tahamaki kuna watu walificha dhahabu yenye ukubwa kama kichwa cha ng'ombe. Hawakustahimili watu bwana, jambo gumu sana hilo. Ilikuwa kuna uzito kadini, walificha watu dhahabu ina ukubwa kama bichwa la ng'ombe. Angalia ng'ombe alivyo, bichwa la ng'ombe lile, dhahabu hiyo kiwango kile, mchezo. Pauni 1, pauni 2 tu, mamilioni, maelfu ya mashilingi. Leo dhahabu kichwa kama ng'ombe. Walificha watu pahala hivyo, akasema msiseme, tungojee matokeo. Mambo haya kama tutaona kwa salama salimini, haya basi tutagawana baadaye, lakini kwanza sasa hivi kwanza zuia habari hii, msiipeleke kule.
moto ukaombwa uje kuteketeza mali ya ngawira, haukuja. Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia wafuasi wake, inna fikum ghulul, hakika kati yenu kuna mtu amekhini, lazima falyubayani, lije linipe mkono mimi hapa. Kullu kabilatin, kila kabila wamchague mtu wao mkubwa wao, aje mbele yangu hapa mimi anipe mkono. Mkono utakaoganda kwenye mkono wangu hautoki, ndo huyo huyo watu wake kabila lake lazima alifanya khiana. Wakapita mmoja mmoja pale wakuu wa makabila, kila mmoja anapewa mkono, nenda zako, toa mkono, nenda zako. Ilifika zamu ya mtu mmoja katoa mkono yeye na mwenziwe labda hivi au mmoja peke yake. Kama kila ukivutwa mkono ule hautoki, akamwambia inna fikum ghulul, kabila lako kuna watu wamekhini. Wache sasa watu wa kabila lako, maana unajua ukisema na atokeze mtu hatoki mtu, nani kabania hatoki mtu, lakini na waje wapite mmoja mmoja kabila lako hapo. Wakaanza kupita mmoja mmoja. Kuna mtu mmoja au wawili mikono yao ikagandana na mtume, haitoki tena. Akamwambia, nyinyi wana mmefanya khiana, mmeficha kitu, na kwa usalama wenu kabla hayajaji maapizo ya Mwenyezi Mungu hapa, kakitoweni kitu mlichokificha mkiletea. La kama hamtaki, mimi sasa nitaomba kwa Mwenyezi Mungu niapize yari yenu. Mwenyezi Mungu atahukumu vipi sijui. Wakaogopa watu wale, wakaenda wakaifichua dhahabu ukubwa wake kama kichwa cha ng'ombe, wakaileta pale. Baadaye moto ukaombwa ukaja ukateketeza mali ile ngawira. Wanuyassiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi kuendea katika wepesi. Dini hii inataka ifahamike na kila Muislamu ni jambo jepesi mno, limewekwa alipende mtu mwenyewe. Ataweza kumwabudu Mola wake mtu popote alipo, katika hali yoyote alionayo ile ya ugonjwa na uzima, ibada ataifanya na ataipenda, ataifurahia, haitomtesa, haitomtaabisha. Na kama yuko kwenye nchi ya baridi, kwenye joto, kwenye ngapi, alimradi hata safarini, angani, yuko juu, ataifanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Tena bila tabu yote atapewa urahisi wa ibada. Wanuyasiruka lilyusra, huu ni wepesi mkubwa sana ambao ulikuwa ni uzito. Ushahidi wake ni kwamba watu hawakuweza kustahamili. Kisha mtume akasema, ulipoonekana umma wangu mimi dhaifu wa imani, na utakuwa ni dhaifu mpaka wa mapato vile vile, kuna watu tuko hali zao duni sana, basi Mwenyezi Mungu alipoyaona hayo akahalalisha mali ya ngawira tutumie sisi, togawaneni. Ingelikuwa papatu mali ya ngawira, kama ingekuwa haikuhalalishwa, ingekuwa hatari kubwa. Kuna watu dini ingeona nzito, wangeachilia mbali. Lakini imekuwa ni jambo jepesi lenye kupendeza kabisa, laini mno. Vile vile kuonyesha wepesi wa dini hii, Mwenyezi Mungu anaprove kwenye Qur'ani kwa matendo ambayo yametokezea hai katika dunia za mtume. Maneno haya, wanuyassiruka lilyusra, ni mfano ulio hai. Walipokwenda watu watatu nyumbani kwa mtume kutaka kuijua ibada ya mtume ikoje ya sunna, wakaza mtume wakamfahamisha, wakawafahamisha kwamba mtume sala zake asali hivi, analala hata ikibakia akhiri laili, thuluthi moja usiku anatumia hivi, anafanya ibada. Haya, kufunga kwake anafunga vipi sunna? Kufunga kwake mtume anafunga katika mwezi, anafunga sana siku nyingine mpaka tunasema labda mwezi huu inaonekana kama kwamba hatakula mchana. Mara tunamwona ghafla kula mchana karibu na kumalizika mwezi huu, na siku nyingine anakula mchana mwezi mzima, zibaki siku chache 5, 6, 7 hivi, tunasema labda mwezi huu hatofunga kabisa mtume. Tunaona ghafla anafunga, ndio iko funga yake mtume hiyo. Wale watu hawakuridhika, wakaona kama mtume anafanya hivyo, aina nahnu minan nabii, tuko wapi sisi kwa mtume Mwenyezi Mungu? Utatulinganishaje kwa mtume sisi? Yeye ana nafasi kwa Mola wake, kaambiwa waziwazi, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ili akusamehe Mola wako yale ambayo yametangulia katika madhambi yako, na hata kama kuna mengine yatakuja baada hujayafanya, yasamehe watokifanya. Kama huyo mtu mwingine ati bwana, hapo ni laini padogo, kwa sababu hana dhambi tena, hata akifanya atasamehewa. Sisi bila shaka tuongeze zaidi, tumejaa madhambi mengi. Mmoja akasema, mimi nitaswali usiku kucha. Kama mtume analala anaamka katika sehemu ya mwisho usiku, basi mimi itabidi nisali kucha tokea baada ya Isha pale, nikishakula chakula changu pale, nikaja msala pale mpaka asubuhi, niunganisha alfajiri.
kama kulala nitalala mchana nipumzike, lakini kwa usiku nitatumia kucha. Mwingine akasema na mimi itabidi nifunge maisha sasa, kama mtume anafanya hivyo basi mimi itakuwa kila siku mimi ninaamka na saumu ya sunna. Hatuwezi kulingana na mtume sisi, yeye mtume shasamehewa. Na watatu akasema wa mimi vile vile la atazawaju nisaa, sitoshughulika na mambo ya kuoa wake, na hata kama nishamuoa basi sitomshughulikia tena kwa matamanio, mambo ya kuingilia mimi, na hapana, mimi itakuwa kazi yangu ibada tu. Nitakaa kwenye tabatul, nitakaa kwenye utawa, sihitaji mimi mambo ya kuoa. Huyo mke atanishughulisha mimi na mambo, alafu tupate watoto, hiyo chakula tena hakuna, nataka nguo, nataka hivi, anaumwa, nataka nikae peke yangu mimi na Mwenyezi Mungu na mimi tu. Bwana mtume kapata habari ile, yasemekana alikuwa kwa pahala anaisikia wale wote na mnavyosema, akatokea ghafla pale, hakuachilia, akawaambia antum taquluna hadha, nyinyi ndio mlikuwa mkisema hivi na hivi na hivi, basi nakwambieni inma ana akhshakum lillahi wa atqakum, mimi ndiye nimekuzidini kumwogopa Mwenyezi Mungu na ndiye mcha Mungu wenu zaidi kuliko nyote. Na kwa hivyo mimi nalala na nasali usiku, hakuna usiku ambao usiswali mia sunna, lakini nalala siku nyingine na siku nyingine ninakula mchana. Katika mwezi mmoja ninafunga baada ya siku na baada ya siku nakula mchana. Na khalas, kama mnavyoniona hivi, wa atazawaju nisaa, mimi ninashughulika na kuoa na ninachanganyika na wake zangu usiku kwa ile haki iliyoko baina mke na mume. Sikhini kiungo changu cha mwili wala simkhini mke wangu vile vile. Na kama mnavyoniona nimepewa mimi na Mwenyezi Mungu 9 kwa wakati mmoja, 9, na wote kila mmoja namtekelezea haki yake. Lakini nakwambieni, faman raghiba an sunnati, akitokezea yote yule ambaye amekwenda kinyume na mwendo wangu mimi, amekiuka ucha Mungu kama huu, na hakuna mtu atanipita mimi kwa ucha Mungu, basi ninamwambia na mimi falaisa minni, si katika mimi, hakunifuata mimi, amenikiuka. Katika dini hii hakuna tabatul, hakuna utawa, kuwa padri asioe na sister asiolewe, kitu kama hicho katika Uislamu hakuna. Imevunjwa katika sura Al-Hadidi, wa rahabaniyatan ibtada'uha, na ule utawa waliouzua manasara, ma katabnaha alaihim, sisi hatukuwaandikia katika kitabu chao. Hawawezi kuonyesha pahala kwenye Taurati wala kwenye Injili, na hata katika hiyo Biblia yao vile vile iliyoko sasa hivi hawezi kuonyesha pahala kwamba mtu asioe au asiolewe, illa bitighaa ridwanillah, isipokuwa wenyewe walitaraji kutafuta radha Mwenyezi Mungu kufanya utawa huo. Matokeo yake fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, hawakuweza kuchunga haki ya kuchunga kwake. Ni kama binadamu alikuwa amejikhini katika viwili vyake, tahamaki, mwili hakustahamili, akili imeharibika, moyo hauwezi kustahamili. Matokeo yake ni kwamba mambo yameharibika. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, hawakuweza kuchunga haki yake. Kwa hivyo mtume akamwambia faman raghiba anni falaisa minni, mwenye kuchukia mwendo wangu mimi akanikiuka si katika mimi. Cheti nifuate mimi vile hivyo ishi. Huu ni wepesi katika dini hii. Wa nuyassiruka lilyusra, mtume anawaonyesha watu wepesi ulivyo katika dini hii. Hakuna ugumu hata kidogo. Hawezi mtu kusimama katika swala atakaa kitako, na kitako hicho itabidi akae kwa mujibu wa ile hali alionayo. Akiweza kukaa kitako cha mutarabbi atakaa tarabbu'i, akiweza kukaa iftirash atakaa iftirash, yani kama unavokaa baina sajdataini. Hakuweza hivyo anakaa tawaruk, kama unavokaa katika tahiyatu ya mwisho utakaa vile. Na kama kuna mtu hawezi isipokuwa miguu inyooshe mbele, basi hivyo ndivyo anavyoweza, atakaa kitako miguu inyooshe mbele na ataswali, na swala yake Mwenyezi Mungu atapokea kwa urahisi kabisa, bila ya kujikalifisha kutafuta vitu vyegemee. Akitaka kusujudu pale iwe hende kwa sijida, aweke mtu mbele yake afanye. Hapana, mtume kakuta mtu anaswali na mbele yake kuna mtu anasujudia pale, akamwambia hapana, weka upande mto. Hii taklifu alichukua ya nini? Unaweza kwenda katika ardhi, nenda moja kwa moja. Huwezi kwenda katika ardhi hapo unapokaa kitako, inama kidogo shingo yako, inua kidogo sijida yako, utaijalia kuwa inainama chini zaidi kuliko rukuu yako. Hakika wanu yasiruka. Hivi ndivyo Uislamu ulivyoletwa, na hivi ndivyo watu wautambue, na wanapoutangaza wasiutangaze wakawaonyesha watu kuwa ni kitu kigumu sana hichi.
wakakaripia, wakaweka mikakati na vitisho vigumu vigumu. La, anatakiwa atangaziwe mtu Uislamu kwa ni kitu chepesi, laini, anakifurahia. Mimi nikiogopa tu, nikifikiri mema makubwa sana kwamba mtu labda kunuia kwenyewe atakutawadha pale, kuna maneno ayaseme mengi mno, mimi nikashindwa, nikaona sijajua mambo hayo mimi, na nikaona haya kwenda kwa mtoto mdogo anisomeshe manuizi. Kumbe hakuna manuizi ya maneno bwana, ni kitu chepesi kabisa kabisa. Hakuna manuizi ya maneno kwenye funga wala kwenye sala wala kwenye hija. Hakuna maneno ya mtu kutamka kwamba ananuia. Sasa ni kitu chepesi tu kabisa. Na wengine hubaki nje, hawasali jeneza hali ya kuwa ndugu yao wanahitajia dua pale ya kusaliwa. Kubwa atakwambia kwamba mimi sijui kusali maiti. Kwani kuna uzito wote? Katika wepesi hakuna wepesi kuliko sala ya maiti. Kwa hiyo sala ya fardhi ya kuinama na kuinuka ina mambo mengi kidogo. Hapa ziko dhikri, hapa tasbihi, hapa tahiyatu, hapa kuitadili, hapa hivi na hivi, na kila pahala hapa na maneno yake. Lakini sala ya jeneza, takbira ya mwanzo alhamdu, takbira ya pili kumsalia mtume, 8 ya sujud kumsalia mtume mpaka innaka hamidum majid. Takbira ya tatu ukitolewa na dua kwa maiti, na kama hukujua dua yoyote kumwombea itakutosha kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu, Mwenyezi Mungu msamehe yeye na mrehemu yeye. Rejea hivyo hivyo tu, rejea hivyo hivyo tu. Takbira ya 4 tena unaomba dua kujiombea nyinyi mlioko pale mnasalia pale, au tazidi zaidi kumwombea maiti unapotaka mwenyewe, na baada ya hapo tena kutoa salamu tu. Hakuna kitu kikubwa zaidi. Yusrun ni wepesi mtupu uliomo katika dini hii. Kama mtu alifahamu kuna uzito au kajitwika mambo mazito, anajikalifisha kwamba pesa sasa hajazipata vizuri, mavuno yake hajaongoka, mvua hazikupita uzuri, atatoa mchango gani? Atakusanya nini kwa ajili ya maulidi ya mfungo 6 ya mtume? Mbona mambo yakukaa safari? Huo ni mzigo ajitwika mwenyewe. Katika Uislamu hakuna habari ya taklifu kama hiyo kwa mazao yake mtu tena ndo asipate chakula yeye mwenyewe, hali ya kashiba, anakusanya mazao ya mwaka mzima kwa ajili ya maulidi ya mfungo 6. Kitu kama hicho hakuna. Mzigo huu anajitwika mwenyewe. Na kama atakuwa na mawazo baada ya kufiwa, nitawafanyaje watu hawa mimi? Nitaweza wapi mimi kuwafanya takhtimu hapa na dhifa nitoe nini? Nitaonekana vipi mimi? Sasa nafikiria madeste mangapi halua yanitoshe mimi, halafu ikifika 40 nilifanya nini mimi? Hii kwa hakika ni taklifu yake mwenyewe. Katika Uislamu hakuna siku ya 3 yake kulisha watu, hakuna siku ya 40 yake kulisha watu, na baada ya mwaka mmoja hakuna kitu. Kwa hakika ni mambo mepesi kabisa kabisa. Kama kuna uzito atautia mwenyewe, na mtume anasema akiutia uzito basi ghalabahu, dini tamshinda, iko siku ataacha njiani. Maana msiba kama hujesha unakuja mwingine pengine baada ya wiki moja tu. Haya sasa utafanyaje? Na pengine kuna msiba mingine ya hatari, ile unarejea mazikoni kule, ukifika nyumbani tayari mwingine tayari. Haya sasa unaanza mingine vile vile. Sasa alimradi hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoweka maisha yetu. Ni majaribio matupu, mitihani mitupu. Unapimwa tu mja mpaka uondoke hapa, kwa mazuri na mabaya, kwa mazito, kwa mepesi. Unatazama imani yako itavyokuwa tu. Wa nuyassiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi kwenda katika wepesi. Hizi ni aya 3, 6, 7 na 8 katika sura hii Al-A'la. Hiyo ni tafsiri ya neno kwa neno kwa Kiswahili. Na baada ya kupata frame hiyo, sasa tunaingia kwenye Qur'ani yenyewe. Na kwanza kabisa tunapata mufradati, yani maneno magumu ya Kiarabu yaliyomo ndani ya Qur'ani. Aliposema sanuquri'uka, ay naj'aluka qari'an lilqur'ani, Muhammad tutakufanya ni msomaji wa Qur'ani wa juu. Uisomapo Qur'ani hii Muhammad, hataweza mtu kabisa kukupa kichogo akaziba masikio. Hayo maneno sisi tumekusudia hasa kuyachomeka katika moyo wako na tuyapitishe katika ulimi wako. Tutakufanya msomaji qari. Sanaj'aluka qari'an, tutakufanya Muhammad uwe ni msomaji lilqur'ani alkarim, wa Qur'ani hii tukufu. Sanuqri'uka, tutakufanya uwe msomaji. Na naam, waliofaidi bwana waliokuwa kiswali nyuma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ama kwa hakika wamefaidi. Maana kakusudiwa yeye. Qur'ani inatoka kwenye kinywa, sijui umethilisha unasikia kitu gani. Na kama utamuona pale kukabili uso wake anayesoma Qur'ani, utadhani kwenye mdomo wake kumepangwa dhahabu, almasi au lulu, jinsi ya kile kinywa kilivyokaa na meno na ulimi, namna ya harufu zinazotoka kinywani anapotamka tu. Lakini pamoja na hayo, yeye mwenyewe alikuwa anapenda kuisikiza Qur'ani kwa mtu mwingine asome kuliko yeye. Na masahaba wakitaajab, mtume anapoambia soma nikusikilize. Aba Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud alipata heshima hiyo kwa mtume. Soma ya Aba Abdurrahman, ikra. Aba Abdurrahman anamwambia nisome mimi na hali ya kuwa alaika unzila, juu yako Muhammad imeteremshwa. Nikisome kitu gani mimi? Usome wewe bwana mtume, tukusikilize sisi. Tukopie qiraa yako, unavyosoma, unavyosimama, unaondoka wapi, unakwenda wapi, tukopie sisi. Mtume anambia hapana, mimi napenda kuisikiliza Qur'ani ikisomwa na mtu mwingine. Mapenzi yake mtume anaumia zaidi pale anaposoma mwingine. Na ndio ndivyo Qur'ani ilivyo. Wewe mwenyewe watu wanasema kwamba urekodi qiraa yako huoni kama unasoma chochote, lakini akisoma mtu mwingine ndio na raha zaidi. Ndivyo ilivyo. Na mwingine hawezi kujijua kama anasoma vizuri, anapenda kwa mwingine vile vile amsikie. Hivi ndivyo ilivyo maneno haya. Basi waliofaidi waliokaa nyuma ya Muhammad wakawa ndani ya swala, wafikirie masahaba walikuwa vipi. Mtume kakaa mbele anasoma Qur'ani na alikuwa haondoi njiani. Basi Bibi Aisha anasema qiraa ya mtume ilikuwa mufassaratan, ni yenye kufasiri, yenye kufasiriwa, au mufassiratan, inafasiri harfan, harfu moja moja na kaupano, unajua kasa hiyo inakuja kitu kadhaa kadhaa na hiyo kitu kadhaa kadhaa. Hakukuwa na mambo ya kuondoa njiani, hapana. Kana yamudu, alikuwa anaweka sawa sawa mada kiasi chake taka mbili. Bismillah, haikuwa bismillah, hapana, Allahi arrahmani arrahim. Kila kitu nakipata pahala pake, shada unaipata pahala pake, hutii wasiwasi kwamba nimesikia shada imetoka au kitu kingine. Unasikia kitu hakika. Anasema Bibi Aisha kama anasoma alhamdu kwenye sala mtume, hajapatapo mtume kwenye maisha yake kuchanganya aya mbili pamoja. Kwa mfano, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, hajapata kufanya hivyo. Kana yaqifu inda ruusil aya, alikuwa anasimama kwenye vichwa vya aya. Alhamdulillahi rabbil alamin, yakif. Na hivyo ndivyo anavyokwenda kila aya, anasimama katika ruusi aya. Ndio qiraa yake mtume ilivyokuwa hivyo. Na hata kwenye mashafu ndio vile vile, inakwenda Qur'ani nzima, kila penye kitu aya imekwisha anasimama. Basi sanuqri'uka ay naj'aluka qari'an, tutakufanya Muhammad ni msomaji lilqur'ani wa qur'anihi. Na aliposema fala tansa ay fala tansahu bal nahfadhuhu, fala tansahu bal tahfadhuhu, utosahau bali utahifadhi. Tulikukusudia na utaweza kabisa, usiogope. Sura 114 tutaziweka kifuani na hutosahau. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Muhammad kweli. Sura 114 ziko kifuani kwake. Utafikiri anafungua chapter baada ya chapter, utafikiri anaangalia hivi anaposoma. Msafu uko mbele ya macho yake, uko ndani ya moyo wake, anauona hivi hivi, kwa sababu Mola wake amempa ahadi, sanuqri'uka, tutakusomea, tutakufanya uwe msome Qur'ani, fala tansa, na wala hutosahau, bal tahfadhuhu, bal utahifadhu. Na aliposema wanuyassiruka lilyusra, alyusra a'malu alkhairi allati tuaddi ila alyusri, ni matendo mema ambayo yanapelekea kwenye wema siku zote. Wanuyassiruka, tutakufanyia wepesi, lilyusra, kuyakabili mambo ya kheri ambayo siku zote mambo ya kheri mema haya unapoyatenda basi yanapelekea mtu kwenda katika wepesi wa mambo yote duniani na akhira vile vile. Ukiona mambo magumu, mambo mazito, mambo yameharibika maisha, ingia kwenye taa.
Taa itakufanya kila kitu kiwe simple katika maisha, hutojaa, hakuna mzigo katika mgongo. Ukijitenga na ibada basi umekwisha, kila kitu kizito, kila kitu kizito. Lakini unapoingia kwenye taa itakulea, taa itakusogeza, roho yako itakuwa katika ibada ya sala, dhikri zitakupeleka pahala pengine, utaanza kuona kidogo kidogo mambo yanasafika, na lilokuwa zito haliyumkiniki sasa linayumkinika, na hujali kitu bwana. Utakuwa unaweza kusubiri mizigo mikubwa mikubwa kwako wewe kama kanda la usufi tu, kwa mwingine anakuona kama mtu kachukua shehena kubwa, kumbe upuzi mtupu tu kwako, kwa sababu ibada, mambo mema yamekulea, yamekufanya uwe namna hii ya kupata mufradati yaliyomo maneno magumu kwenye Qur'ani, kwenye aya tatu hizi. Sasa tunaingia katika al-maana al-jumali, maana ya kijumla katika aya tatu hizi. Kijumla aya tatu hizi, baada an amara rasulahu bitasbihi ismihi, baada ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha mjumbe wake kwa kulitakasa jina lake. Mwanzo wa sura sabbih isma. Wa'allama ummatahu, na vile vile akaufundisha umma wake, al-ma'muratu, mambo ambayo yameamrishwa, bi amrillahi lahu, amri za Mwenyezi Mungu kwa yeye mtume. Kaifa yumkinuha, vipi itayumkinika umati huo, vipi utaweza umati huo, an ta'arifa al-isma, kulitambua jina, alladhi ambalo tusabbihuhu, inalitakasa umati huo, ala nahwi ma dhakarnahu, kanamna ambayo tumeitaja nyuma maelezo yake, ala nahwi ma dhakarna. Wala yukammilu dhalika, na wala Muhammad hataweza yeye wala umati wake kufanya hivyo illa biqiraati, isipokuwa kwa kusoma sana. Hawezi kukamilisha kumsabihi Mwenyezi Mungu au kusabihi jina la Mwenyezi Mungu, hawezi mtu kufanya hivyo akapata sawa sawa, illa biqiraati ma unzila, isipokuwa kwa kujitahidi kusoma sana yale mambo ambayo yameteremshwa alaihi, juu yake mtume, min alqurani, katika kitabu cha Qur'ani. Lazima asome sana Qur'ani, ndipo atapokuwa ataweza kumjua Mwenyezi Mungu na kumsabihi vyema. Na dhikri kubwa zaidi, tasbihi kubwa zaidi ni qiraati al-Qur'an, ni kusoma Qur'ani. Utapokuwa unasoma Qur'ani, basi ni dhikri kubwa unafanya wakati huo. Lakini hiyo unasoma vyema, unasoma, unalipa makharij al-hurufi, unalipa vituo, unalipa kila kitu, angalau unaelewa Qur'ani maana yake. Uondoke pahala ovyo ovyo, ukisimama unaweka kisimamo ambacho kimejuzu, si kama unayakatakata maneno mizingu ovyo ovyo. Fakana hadha mud'atun ila shiddati hirsihi, ilivyokuwa hawezi mtume wala umati wake kumtakasa Mwenyezi Mungu au kulitakasa jina la Mwenyezi Mungu ila kwa kuyasoma yale ambayo yanateremshwa juu yake. Ili jambo lilisababisha, likapelekea ila shiddati hirsihi, kwenye ugumu wa pupa yake mtume sallama, ala hifdhihi, ya kutaka kuhifadhi Qur'an hii upesi upesi, kwa sababu hawezi kumjua Mungu yeye mwenyewe Muhammad, hawezi kumtakasa, hawezi kumzabihi vilivyo ila kwa kuyasoma. Kwa hivyo alikuwa anaogopa isije ikawa imemponyoka, alikuwa na pupa ya kuhifadhi. Akija Jibril akimsomea Qur'ani, basi ilikuwa anamfuata mbio mbio pale, mpaka akakatazwa, usifanye hivyo, sifanye hivyo, sisi tumekusudia kukusomea Qur'ani hii na tutakufanya msome Qur'ani hii. Wa min thamma, hapo ndipo Mwenyezi Mungu waadahu, akampa ahadi, bi annahu sayuqri'uhu, kwamba yeye atamsomea Qur'ani na atamfanya kuwa ni qari wa Qur'ani, min kitabihi ma fihi, kutokana na kitabu chake wa yaliyomo ndani yake, tanzihi ma fihi tanzihihi, ambayo ndani yake mna mambo ya kumtakasa yeye Mwenyezi Mungu, wa tabyini, na ndani yake mna bayana, ma aujaba, mambo ambayo yamewajibisha, an ya'rifa min sifatihi, kutambua vipi sifa za Mwenyezi Mungu zilivyo, ahkam shara'ihi, na hukumu za sheria vipi na gani zilivyo, kama wa'adahu, kama alivyomwahidi yeye, bi anna ma yuqri'uhu illa bi anna ma yuqri'uhu iyyahu la yansahu,
akampa ahadi kwamba yale mambo ambayo anamsomea kwamba hatayasahau. Usiwe na pupa Muhammad, haitokuponyoka kabisa kabisa Qur'ani. Tumekukusudia uwe mtume wetu, na mpaka kazi hii imalizike, mpaka wahi umalizike, ndo sisi tutakuondoa duniani. Hichi kitu tutakuwa nacho kifuani moja kwa moja. Hiyo ndiyo maana ya kijumla katika aya hizi tatu. Na sasa tunaingia katika al-maana al-idahi, tafsiri sasa ya uwazi, ya kuingia katika fani za kuzama kidogo kwenye Qur'ani, kujua kidogo faida zake zilizomo. Sanuqri'uka fala tansa, tutakusomea au tutakufanya uwe msomaji wa Qur'ani na wala hutosahau. Maneno haya, sanunazzilu alayka kitaban, kwa maelezo ya kina, tutateremsha juu yako Muhammad kitabu, taqra'uhu, na wewe utakisoma kitabu hicho, pamoja na kuwa hujui kusoma, pamoja na kuwa huwezi kuandika wala huwezi kusoma kilichoandikwa. Sisi tutakuteremshia kitabu juu yako na utakisoma, ili iwe ni muujiza wa kutosha kwa wale watafuta haki, wa kutazame wewe tu ulivyo na namna gani maneno haya ilivyokuwa wasahau, basi itakuwa tayari ni muujiza hiyo. Wala tansa minhu shay'an, na wala hutosahau kwenye kitabu hicho hata kitu kidogo, baada nuzulihi alayka, baada kuteremka maneno hayo juu yako wewe. Waqad kana alayhi salamu, na kwa hakika alikuwa mtume Mwenyezi sallama, idha nazala alayhi alquranu, wakati ule ambapo imeteremka Qur'ani juu yake, akthara min tahriki lisanihi, alikuwa ni mwenye kuutikisa ulimi wake kwa pupa, kwamba anafuata pale pale. Aya inasomwa wa innaka, na pale pale wa innaka sabbih isma rabbika, basi pale pale anafuata mbio mbio kwa Jibril. Ilikuwa ni mpupa alionayo, kwa sababu alikuwa anaogopa asije kaondoka Jibril akaja kasahau maneno pale. Alikuwa anaogopa, hakujua kwanza kwamba kuna ahadi hiyo, mpaka aliposomewa ahadi hii basi aliacha. Alikuwa anamwacha Jibril asome mpaka amalize, alafu baadaye Jibril haondoki kwanza, anaambia soma na wewe, anamsikiliza. Kama pako pahala kavuta sivyo au kafanya sivyo, anamwekea sawa mpaka hakikishe kwamba anaisoma aya vilivyo. Jibril hapo anaambia sasa tayari imetimia. Basi makhafatan, alikuwa akifanya hivyo mtume kukuogopea, an yansahu, kwamba atakuja kuisahau. Fawaada au fawuida, akahidiwa hapa bi annahu la yansahu, kwamba aache pupa hiyo na wala hatosahau. Wa nahwu al-aya, na mfano aya kama hii, wala ta'jal bil qur'ani, na wala usifanye haraka kwa Qur'ani hii. Mfano pamesema pale pengine vile vile, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, usiharakishe Qur'ani Muhammad kabla ya kumalizika wahi wake kwa Jibril kukusomea. Wacha kumfuata mbio mbio wewe. Wakul, kitakiwa cha kwako ni kusema tu kila mara, rabbi zidni ilman, e Mola wangu nizidishie ilmu. Hili kitu kwa hakika omba kwa Mwenyezi Mungu. Unapoomba unafanya ibada, na Mwenyezi Mungu anaridhika sana mdaki kumuomba, hususan anapoomba kitu ya ilmu. Unaomba kitu kikubwa kwa Mwenyezi Mungu kuliko ulipoomba kitu chochote. Uliposhikilia kwamba upewe ilmu, unaomba mambo makubwa. Mwambie Mola kila mara, Allahumma faqihni fi din wa alim ta'wil tafasir, nifundishe dini nifahamu, nifundishe tafsiri ya Qur'ani na tafsiri ya maneno mtume nifahamu vizuri. Hicho ni kitu kikubwa cha kuomba. Alimna ma yanfa'una, tufundishe Mwenyezi Mungu yale ambayo yako tunufaisha. Halafu tutafundisha hayo, wanfa'na bima 'allamtana, na utunufaishe kwa hayo tufundishe. Halafu wazidni ilman, tuzidishie, au ikiwa peke yako zidni, na ikiwa ni wengi wazidna ilman. Hiyo ni dua kubwa, na mtume anaambiwa ndani ya Qur'ani, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, na wala usiharakishe Qur'ani kabla ya kumalizwa wahi wake kwako wewe. Waqul, huwa unasema Muhammadi, rabbi zidni ilman, Mola wangu nizidishie ilmu. Hujapata kuomba kitu kikubwa kuliko ulipoomba elimu. Umri wako wote ulionao, omba zaidi elimu.
ilmu haijafikia pahala kwamba wewe basi tena usiombe mpaka ufike kaburini, lakini madamu hai omba ujue, kila siku ujue zaidi, kila siku ujue mpya. Na kama hukuweza kufungua vitabu na kama hukuweza kukamata kalamu, basi nakutosha wewe kukaa kitako pahala panaposomwa ilmu usikilize tu, tayari ni njia moja wapo ya mawasiliano hiyo ya kutaka ujue vile vile. Huku unaomba lakini sio dua tupu, unakwenda angalau mle mahala wanambeka kitako watu wanazungumza taaluma, unakaa unasikiliza kwa makini kabisa, basi pengine huyo msikilizaji anaweza kuwa ni mwenye kufahamu vizuri zaidi kuliko msomaji wa kawaida. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amempa fahamu yake na wepesi wa kufahamu, lakini hii dua kwa hakika mtume kama kaambiwa hivyo, basi muislamu mwingine anakuwa ni aula zaidi. Wa qul rabbi zidni ilman, na useme Mola wangu nizidishie ilmu. Wa khulasatu dhalika, na ufupi wa marejeo kwa mambo hayo, inna sanashrahu sadraka, kwa ufupi sisi tutakifungua kifua chako. Katika haya maneno sanuqri'uka fala tansa, kwa maelezo mengine sisi tutakipanua kifua chako tukifungue. Kama kimejibana pahala, kama kina dhiki, kama kina ujinga, kama kina uzito kufahamu vile vile na kuhifadhi, tutakifungua kifua chako. Sanashrahu sadraka, tutafungua kifua chako. Wa nuqawwi dhakirataka, na tutatia nguvu kumbukumbu yako, utakuwa na kumbukumbu ya ajabu kabisa isiyosahaulika. Wa nuqawwi dhakirataka, tutaweka nguvu kwenye kumbukumbu yako. Hatta tahfadhahu, mpaka utahifadhi Qur'ani yote nzima. Bisamaihi maratan wahida, tena kwa kuisikia mara moja tu aya, au zimeshuka aya 10 au 30 au 40 au sura nzima mara moja tu Jibril akikusomea, basi sisi tutabandika kwenye kifua chako sawa sawa. Thumma la tansahu ba'daha abadan, kisha hutosahau baada ya kusomewa mara moja milele. Hiyo ikawa ni muujiza yake mtume. Halafu walamma kana hadha alwa'd, ilivyokuwa ahadi hii ala sabili ta'bidi, iko katika njia ya umilele, imewekwa kwamba hutosahau milele. Ahadi ni hiyo. Yuhimu anna qudratahu ta'ala la tas'u taghyirihi, pengine patatuhumiwa hapa ya kwamba kudra yake Mwenyezi Mungu hapa alipoiweka la tas'u taghyirihi, labda haina wasaa wa mbadiliko, itakuwa mambo ndio hivyo hivyo na hivi na hivi. Akaja kaondosha Mwenyezi Mungu mushkili huo. Jaa bil istithnai, kaja kitu cha kuvusha pale. Faqala, akasema illa, isipokuwa. Sanuqri'uka fala tansa, illa, isipokuwa ma shaa Allah, pale ambapo Mwenyezi Mungu amependa, au kile ambacho Mwenyezi Mungu amependa kusahaulisha. Yani fa in arada an yunsiyaka, atapotaka Mwenyezi Mungu kusahaulisha shay'an, kitu chochote, lam ya'jizhu dhalika, hakitomshinda Mwenyezi Mungu hicho, atafanya atakavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe. Akiamua kufuta hukumu ya aya isifanye kazi, ataifuta na isahaulike. Anasema kwenye Qur'ani sura al-Baqara, ma nansakh min ayatin au nunsiha illa na'ti bi khairin minha au mithliha. Ma nansakh min ayatin, kile ambacho sisi tunakifutia hukumu kwenye aya ya Qur'ani kwamba sasa hukumu hii basi, au nunsiha, au tunaisahulisha katika nyoyo za watu, hatufanyi hivyo illa na'ti bi khairin minha, isipokuwa tunaleta aya bora zaidi au hukumu bora zaidi, au mithliha, au mfano wake ndio ile ile, lakini kidogo tunabadilisha. Bas qala, akasema al-Farra'u, mwanachuoni al-Farra'u, innahu ma sha'a an yunsiya Muhammadan sallallahu alayhi wasallam shay'an, hakika Mwenyezi Mungu hapa hakutaka kumsahulisha Muhammad chochote kwenye Qur'ani kwa maneno haya. Illa anna al-qasda, isipokuwa hapa illa ma shaa Allah, si kama amewekewa kabisa kwamba iko siku Muhammad atasahulishwa pahala atapokonywa Qur'ani, la, isipokuwa kusudio la hapa illa ma shaa Allah min hadha al-istithnai, kutubusha huku bayanun annahu, ni kubainisha tu Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye lau arada an yusayirahu, kama atataka kumgeuza mtume wake
nasiyan, amfanya sahau, basi la qadara ala dhalika, wallahi jambo hilo ni jepesi mno kufanya hivyo kwa Mwenyezi Mungu, angeliliweza. Kama jaa fi qawlihi, kama ilivyokuja katika maneno mengine, wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk, na kama tumependa sisi Muhammadi, lanadhhabanna, tunaweza kuyaondosha kabisa, billadhi awhayna ilayka, yale mambo ambayo tumeyafunua kwako tunaweza kuyachukua wenyewe yote. Thumma la tajidu, na kama tutakuondoshia kifuani, la tajidu, hutompata mwingine Muhammad, la tajidu bihi alaina wakila, hutompata mwingine kwa maneno hayo mlinzi au msaidizi akakuletea, illa rahmatan min rabbika, isipokuwa hii ni rehema kwa Mola wako tu. Inna fadlahu kana alayka kabira, hakika fadhila zake Mwenyezi Mungu ambazo zimekuwa juu yako ni kubwa mno. Basi kao kijua maneno haya ni maneno ya miujiza, ni kalamu Allahi al-Qadim, jinsi ya kwamba ni maneno ya miujiza. Mwenyezi Mungu anamwambia kama tunaamua kuyaondoa kifuani kwa Muhammadi, basi atabaki hivi vikaa bubu, anaitafuta mpaka kul huwa Allahu haipati. Akitaka Mwenyezi Mungu ataifuta mpaka alhamdu huijui, tabaki umeshangaa hivi. Na kama amekusudia ujue, basi naam, utajua tu. Illa rahmatan min rabbika, hii isipokuwa ni rehema ya Mola wako tu. Inna fadlahu kana alayka kabira, fadhila za Mola wako Muhammad ni kubwa sana kwa kukupa maneno haya kifuani mwako. Tena nakumbele ufahamu, qul la in jitama'atil insu wal jinnu, waambie lau kama walikusanyika majini na binadamu pamoja, ala an ya'tu bimithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano kusoma kama hichi. Ala an ya'tu bimithli hadha alquran, wamekusanyika majini na binadamu wanasaidiana pale, pana kompyuta zinafanya kazi, pana sijui kitu gani, mashine gani, internet zinaitwa pale, ziulize masuala mashine haziwezi kufanya. La ya'tuna bimithlihi, hawezi kuleta kitu kipya mfano wa hii Qur'ani. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi ya wengine wasaidiane. Huyu jini atoe maarifa, binadamu atoe maarifa, walete kitu kama hichi. La ya'tuni, nakwambia maneno haya ni makubwa mno, nami nimekusudia kukugandisha kifuani kwako, yataganda haya. Hiyo ni tafsiri namna alivyoweka wazi katika maidhahi Mustafa al-Maraghi, sanukuruka fala tansa illa ma sha Allah. Na lujna ya wanavyuoni wa Misri wakati huo wa nyuma, Al-Azhari kidogo ilipokuwa imekaa vizuri, mkusanyiko wa mashekhe wakubwa waliikalia kitako Qur'ani, wakasema tuitoe ya mukhtasar, ya ufupi tu, ili mpaka mtu wa kawaida wa chini aweze kufahamu kitabu hichi. Katika aya hii sanuqri'uka fala tansa, wafasiri sanaj'aluka ya Muhammadan qari'an, kenda kama alivyokuwa na Maraghi. Na huyu Maraghi naye vile vile ni mwana Azhari vile vile, anatoka katika benchi hiyo ya Azhari. Na lujna ya mashekhe wa Azhari wakati ule wameitoa tafsiri ile ile, sanaj'aluka ya Muhammad qari'an, tutakufanya ya Muhammad ni msomaji, biilhamin minna, kwa ilhamu itokayo kwetu sisi. Wewe automatically tutakufanya uweze kusoma neno haya. Kuna kitu cha ilham tutakitumia sisi tukuwe katika moyo wako. Fala tansa ma tahfadhu, kwa hivyo utasahau kile kitu ambacho unakihifadhi.